Karibu na wakati huu kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya michezo ambako hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na Shabani, shabiki kindakindaki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Kuna mengi ya kimichezo ambako hivi sasa yanazungumzwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hususan kuelekea katika mchezo wao wa dabi. Simba wana michezo miwili hapa kati, lakini story kubwa ni kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo inaenda kuchezekea kule visiwani Zanzibar. Shebi, uko vizuri? Bana, mimi niko vizuri. Sifiwe Mwanaisha Lukali. Niko sawa sawa. Za kwako? Safi. Habari ya Ramadhani? Alhamdulillah. Vipi, inapanda? Kama kawaida. Hofu kwako tu. Alhamdulillah. Nashukuru Mwenyezi Mungu unapanda. Jambo la heri mama. Shebi, tuanzie na hili ambalo linaendelea kwa hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Nafikiri utakuwa unaliona na kulitazama, pengine hata kulitolea maoni kwa siku hii ya leo. Kuna issue ambayo ilikuwa inazungumziwa, mchezo kupelekwa kule visiwani Zanzibar, kauli kutoa afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe. Wekundu wa Msimbazi Simba aliweza kuandika barua na ufafanuzi kaweza kutoka. Hivi sasa kuna hoja ya mchezaji wa Young Africans Damaro Kamala kuwa na uraia wa nchi gani? Wewe unalizungumziaje kuelekea kwanza katika dabi? Kwanza mimi nafikiri jambo la msingi hapa ni kuizungumza dabi. Kwa sababu nafikiri ndo mchezo muhimu ambao uko mbele yetu. Tuna game mbili dhidi ya Tanzania Prisons na dhidi ya Dodoma Jiji kama sikosei. Kwa nafikiri michezo hii inakuwa ni kama daraja ama ni kama sehemu ya maandalizi kuelekea kwenye game ya tarehe 1 Machi, dabi ya Kariakoo. Sasa binafsi unajua mimi siungi mkono kuzungumza ama kuifanya labda dabi kwenda Zanzibar kuwa ni story kubwa. Sisi kama Simba jambo la msingi ni kujipanga na kujiandaa vizuri na mchezo wa dabi. Yaani haitaki kutia pressure aina yoyote kwenye huo mchezo, kwa sababu ni mchezo muhimu sana kwetu sisi kuliko wao. Tushapata game 6 mpaka sasa. Mtawalia. Maana yake lazima tupambane kwenye hii game ya tarehe 1, twende tukapata ushindi wa aina yoyote. Iwe ni goli 1, goli 2, kikubwa ni ushindi tu. Ukishaenda labda kuidis match, kuanza labda kuitoa game labda uanze kuileta labda kwenye vyombo vya habari. Nafikiri bado ni mojawapo kati ya njia ambazo zinakwenda kufanya wewe utoke mchezoni na kumfanya mpinzani wako ajiamini zaidi kuliko wewe. Propaganda ambazo zinaendelea kwa hivi sasa mitandaoni, wengine wanasema Simba kana kwamba mnataka kukimbia mechi, mnaona kipigo kipo mbele yenu. Wewe kama shabiki wa Simba unazichukuliaje? Binafsi nafikiri hazina nafasi kwenye mpira, kwa sababu hii dabi ya Kariakoo yani pia ifike hatua tuitoe kwenye tamaduni, tuitoe kwenye science ya mpira. Kitu kinachosumbua mambo yote haya, unajua Young Africa anategemea zaidi propaganda, kwamba aanze kuzidi nje ya uwanja halafu ndo afuate ndani ya uwanja. Kwa nafikiri Simba hataki kuingia kwenye mtego huo. Unavyokwenda kuandika barua ama unavyokwenda kuzungumza zaidi mchezo wa dabi kama timu ambayo unahisi umeonewa, nafikiri unatia benchi la ufundi unyonge pamoja na wachezaji. Lakini unavilalamika dhidi ya mpinzani wako, maana yake yeye anajiamini zaidi, kwa sababu anaamini kwamba tayari ushatoka mchezoni. Na mara nyingi mtu ambaye anajiamini ndiye ambaye anapataga ushindi. Kwa kule kwenye mechi ya dabi, yani viongozi watambue kwamba safari hakuna kichaka ambacho atajifichia. Kama ni propaganda, maana yake ndani ya game 6 umeshindwa kupata suluhu kwenda kumfunga Young Africa. Kwa ni bado hakuna sababu yoyote. Wapeleke timu Zanzibar, mechi ya dabi ichezwe, na baada ya matokeo ya dakika 90 timu inapoteza mchezo, wao ndio wanatakiwa watoke mbele wazungumze. Bwana, timu imepoteza game kwa sababu ya 1, 2, 3. Hiyo ni sababu za kiufundi na kimbinu. Wale si ni mambo labda nje ya uwanja. Hatuhitaji sababu hizo sasa hivi. Tunachokihitaji sisi timu ipoteze mchezo, tufungwe kiufundi na viongozi wakubali. Kwa sababu katika michezo ambayo imepita hii, mchezo wa Machi 8, tulikuwa na advantage nzuri kufanya vizuri. Lakini viongozi waliingia mitini, dabi ya kuchezwa, matokeo yake game inarudiwa, mpinzani ikiwa anataka kuonyesha kwamba labda wao walimkimbia kwa sababu alikuwa mwezi. Dakika 90 kula chuma 2 anachukua ubingwa. Tuna timu nzuri msimu huu. Kwa sioni sababu ya shabiki wa Simba na kiongozi wa Simba kwenda kulalamikia mchezo wa dabi. Kila mwana Simba anatakiwa ajiamini kwamba timu yake ina uwezo kwenda kushinda mchezo huu. Hivi una wings kama labda Dibasgue, una Anes Aura, juu pale una Innocent Leomba pale. Unakuwa na pressure gani? Lakini bado watu kama kina Morris Abrahamu na watu kama kina Selemani Mwalimu
Kwa nafikiri sio wakati kwenda kuwa na pressure kule kwenye mchezo wa dabi. Ndio. Tukapambane tuwine game, tuje kwenye mazingira mazuri kunafanyaje kuchukua ubingwa wa NBC Premier League. Shebi, unaona safari hii mnyama Simba ana nafasi ya kufuta uteja mbele ya Young Africans ambao kimsikiliza afisa habari wao Ali Shabani kama anakuambia kwa Yanga hii ya Buba hamtoki salama. Asali kama ni kama mwendazimu, unajua kuna muda Mwanaisha mashabiki wa mpira, yani ukitoa mashabiki wa Yanga, labda mashabiki wa Dodoma Jiji, wa Prisons, wa Mtibwa, wanakuwa na akili timamu kuliko wasemaji wa Yanga. Yaani nafikiri bado wana ule utoto mwingi na wana ule utani ambao unakwenda kuharibu ladha ya mpira sasa. Kwa sababu kuna muda vitu vya serious wataingizia utani wao na komedi zao. Maana yake ule uhalisia wa mpira wameutoa, wameingiza ule utani ambao umechukua nafasi 100%. Utani wa jadi sawa upo, lakini kuna muda uhalisia wa mpira. Yaani ile football inatakiwa izungumzwe kwa asilimia kubwa. Halafu mambo mengine sasa iwe ni kwa asilimia chache tu. Ali Kamwe ameweka propaganda zaidi na utoto mbele kuliko mambo ya msingi. Ukiangalia kwenye mechi ya dabi mpaka sasa, yani mbali labda na matokeo ambayo Simba kwenye michuano labda CAF Champions League, Simba ana advantage kubwa kuenda kuwini game kuliko Yanga Afrika. Yani mpaka sasa ukiangalia Simba ana advantage kubwa ya kwenda kuwini game kuliko Yanga Afrika. Kwa mnyama ana nafasi ya kushinda katika mchezo. Ana nafasi kubwa kwenda kuwini game kuliko mpinzani wake. Kwa sababu gani Shebi? Kwa sababu amefanya maboresho ya kikosi kwenye dirisha dogo na ametiki. Maana yake ile Simba ambayo ilipoteza kwa goli moja bila dhidi ya Yanga Afrika kwenye mechi ya Ngawaisani sio Simba ambayo tutakwenda kucheza nao nani kesho kutwa. Kwa tuliona mapungufu na watu wakayafanyia kazi, maboresho umeyaona. Anes Aura, Libasigweye, Innocent Leomba. Sawa. Wote ni wachezaji ambao wameingia na wanafanya vizuri. Maana yake ni nini? Unavyokuwa unafanya usajili wa dirisha dogo, unafanya maboresho. Yanavyokwenda kutiki kwa 90%, maana yake tayari unakwenda kufanikiwa kwenye mechi zako zinakuja mbele yako. Na sio tu kuini mechi ya dabi. Mimi binafsi nafikiri msimu huu mimi niwaambie tu viongozi wa Simba, ni mwambie labda tajiri Modeuji, ni moja kati ya misimu ambayo tayari una njia nzuri ya kwenda kujisafisha na kuonekana kwamba labda at least ndani ya Simba kuna kitu ambacho wanaweza kukifanya. Mbali na hapo nafikiri hakuna mjadala mwingine. Kwa sababu tumeona wao ndo wanaingiza timu kwenye propaganda za nje ya uwanja huko. Kitu ambacho hapaswi kufanya hata kidogo. Lakini viongozi wako wanaonekana wana hoja ya kutaka kujua. Hawana hoja kwa sababu wale si wenyeji wa mchezo. Sawa. Ni sakata jipya la mchezaji Damaro kuwa na uraia mara ya kwanza ilisemekana mchezaji ni Mtanzania, mara hivi sasa anasema ni mchezaji wa kigeni. Sasa hiyo binafsi akicheza Damaro asipocheza nafikiri tupe shida, ila kwenye michezo aliguswa shamtumia tayari. Kama ikibainika watu wachukue pointi zao, watu waondoke. Ila Damaro mbele ya kina Innocent nani Leomba bado sio kikwazo. Ila ni faida kwetu kama itaonekana ni kweli, watu wachukue pointi, tumshushe pale juu. Tunufaike na alama ambazo atadondosha yeye. Kwa sababu ni msimu ambao tunahitaji ubingwa kuliko kitu chochote.